inaitwa Mhonge. Mhonge imekuwa ni sauti imara yenye inafahamisha umma la magharibi mwa Kenya, inji mama, kwa umuhimu wa sisi kuja pamoja. Katika umoja wetu tutaweza kutimiza hati ya Mwenyezi Mungu kwa babu wetu Adamu ya kuweza kulinda na kuhifadhi sehemu ya ardhi hii katika mazingira mazuri. Nataka niombe viongozi wa kisiasa, ndugu yangu Musalia, ndugu yangu Wetangula, ndugu yangu Oparanya, ndugu yangu Eugene, ndugu yangu Natembeya, ndugu yangu Sifuna, ndugu yangu Malala na Papa Atwoli, kiongozi wa kijamii. Nataka nimpe ufahamu kuwa hakika hakuna heshima sisi kukua katika vipande vya kisiasa. Hakuna heshima sisi kukaa katika vikundi vya UTA, vikundi vya OTM, vikundi vya TSP, vikundi vya TAP, vikundi vya Kenya. Hatuna heshima. Heshima yetu ni sisi kukaa katika umoja wetu, kuwa ni nia moja na wazo moja. Kwa sababu nguvu yetu iko katika umoja wetu. Nguvu ya vyombo vyote vyenye Mungu aliunda haiko nje. Hii mambo ya kusikia sauti za nje ya jamii yetu, labda kusidhiwa na walio kule nje, ni kukupotea. Kwa sababu usiku ikifika ama majira ikifika, kila mtu atakimbilia nje sehemu ya mamake. Wa magharibi watakimbilia magharibi, wa kusini watakimbia kusini, wa bonde la ufa watakimbia bonde la ufa, la mashariki watakimbia mashariki, wa pwani watakimbia pwani. Lakini sisi tukikaa pamoja na tupate sahihi msingi wa kijamii yetu kama watu wa magharibi mwa Kenya, na tupate sahihi msingi wa umoja wetu, tutapata nguvu kubwa, na nguvu hii itaweza kumeza ama kufamia maeneo zingine na kuzifanya ziwe sehemu yetu. Ni hakika, ni ukweli. Ukiangalia nguvu ya vyombo vyenye mwanadamu ametengeleza na Mwenyezi Mungu aliyotengeleza, nguvu ya mlima ama nguvu ya fuke inatoka katika mlima haitokane nje, bali mazingira nje lazima ipe nafasi nguvu iliyo ndani ya vuke ya ule mlima itoke. Nguvu ya jua sio mazingira nje, bali nguvu hiyo yatokana ndani ya vitu vyenye Mungu aliweka ndani ya jua, vile Mungu alivipanga. Nguvu ya mnyama simba yatokana na vile Mungu aliunda na alitengeleza hiyo simba ndani yake. Nguvu ya inji yenye mwanadamu ametengeleza yatokana vile mwanadamu ameunda na ameweka pamoja vile vitu vile amevipanga ndani ya inji. Nguvu yetu ya kijamii itatokana na mzingi ule, vile tutakaa chini tuunde, tuweke kila mtu kwa nafasi yake, tuweke vipande vyetu vya kijamii na vipaji vyetu vya kijamii katika nafasi sahihi, tutapata nguvu ya kuweza kutawala ufalme wa mwanadamu, kuweza kutawala umma usawa atamu, sio Kenya peke yake bali ulimwengu mzima. Kwa sababu nguvu tutakuwa nayo itakuwa ni nguvu yenye hakuna chochote kitakuwa na uwezo kusimama mbele yetu, na kile kinasimama mbele yetu kitaweza kuvoziwa ama kulasimishwa kuondoka mbele yetu. Vile atomic bomb ikilibuka, kile chochote kilio mbele yake kinavoziwa, kinalasimishwa kitoke mbele yake, kibee njia ipate kupita. Bia sisi tutakuwa na nguvu kama hiyo. Nyinyi ndugu zangu, ndugu yangu Oparanya, ndugu yangu Musalia, ndugu yangu Malala, ndugu yangu Wetangula, ndugu yangu Eugene, ndugu yangu Natembeya, ndugu yangu Sifuna, Papa Atwoli, lazima mkwe na ufahamu nafasi hii ni Mungu amempea nyinyi katika maisha yetu duniani hii. Nyinyi ndio mito ya ardhi, mito ya sehemu ya ardhi yetu. Hii mito hii
Mungu alileta ili iweze kustawisha uhai wa eneo hili letu magharibi mwa Kenya. Lakini ukiangalia kwa undani hizi mito, kila mto unaenda katika sehemu yake. Ukiangalia mto Nyamepepa machi ya ndugu yangu ya kisiasa, ndugu yangu mto imepepa maji ya kisiasa ya ndugu yangu Oparanya, ndugu yangu Oparanya, ndugu yangu Musalia, ndugu yangu Wetangula, ndugu yangu viongozi wetu. Tuna mito inapeleka kule mashariki mwa Kenya kama mto wa machi ya ndugu yangu hiyo. Tuna ile inapeleka Bonde la Ufa kama mto wa machi ya ndugu yangu Wetangula na ndugu yangu Musalia. Tuna ile inapeleka katika maji katika kati mwa Kenya kama ndugu yangu Malala. Tuna ile inapeleka maji katika mashariki mwa Kenya kama ndugu yangu hiyo. Tunataka mito hizi zote zilete maji katika eneo letu, sitengeleze mahali kubwa yenye maji itakaa ili tutumie kwa kazi zetu za kinyumbani. Ninamuomba nyinyi viongozi wetu wa kisiasa, Mungu hakumleta maishani mwetu mtuteze ama mpalilie rindi la umaskini katika watu wetu. Mungu alimleta katika maishani mwetu ili mtengeleze nchi hii iwe ni mahali pazuri penye itafutia umma la mwanadamu ulikuja mahali hapa. Sio nyinyi mkuja katika maishani mwetu mtutese sisi, mtufalisha mafazi ya umaskini, mafazi ya wafanyakazi ya mashamba watu wengine. Ndugu yangu wa kisiasa, mmetubea sisi, mmetufalisha mafazi ya kutunisha na Wakenya wengine kwa sababu ya siasa huku nyumbani. Mafazi umetufalisha ewe ndugu yangu Musalia, mafazi umetufalisha ndugu yangu Wetangula, mafazi umetufalisha ewe ndugu yangu Eugene. Ni fazi la kutunisha sisi Wakenya wenzetu, watuona kama walinda mifuka sao, kama housemate. Mkuja pamoja mtuondolee vasi, mtupe fazi la heshima.